tumepata nafasi ya kuzungumza na mwanadada hapa ambaye pia ni daktari wa binadamu. Tutaweza kushare naye mawili matatu kutokana na kile kitu ambacho sasa wa Tanzania kwa mwaka huu 2025 wanakiendea, hasa wanachama wa vyama vya kisiasa. Okay, habari yako madam? Salama, karibu. Uko vizuri kabisa? Namshukuru Mungu. Okay, hongera sana, umependeza. Asante, nashukuru. Okay, unafahamika kwa majina gani? Mimi nafahamika kwa majina ya Daktari Ashura Suleiman. Okay. Au wengi wanapenda kuniita Ashura Selemani. Ili mtu aweze kujua kwamba huyu ni daktari wa binadamu na huyu ni daktari wa heshima kama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tofauti wake katika spelling ni upi? Nadhani utofauti katika spelling, hasa ukiandika kwa neno la Kiswahili daktari, hakuna utofauti wowote. Utofauti utakuja tu pale sasa wewe unapolitumia, kwamba unalitumia kwa muktadha upi. Yaani unayemuaddress ni nani? Ni daktari wa medical doctor ama ni daktari wa PhD, yani maana ya heshima za kitaaluma. Kwa hiyo itategemea, lakini ukiliandika katika lugha ya Kiingereza linatofautiana spelling, kwa sababu udaktari wa usomi hatuandiki tu doctor. Ile ni doctorate. Ndio. Umeona? Yani ni doctorate degree. Kwa hiyo ukiandika kwa Kiingereza obviously itakuja tofauti, lakini ukitamka kwa Kiswahili ni daktari. Wewe kwa hawa watu wawili wewe ni nani? Katika watu wawili mimi ni dokta. Na hivi karibuni ndio ndani ya muda mfupi sana pia nitaipata na hiyo nyingine ya doctorate. Hongera sana. Unajishughulisha na nini haswa tofauti na masuala mazima ya udaktari? Kiuhalisia ni kwamba najishughulisha na masuala yote. Ndio. Na masuala yote ya kijamii. Mimi ni mwanaharakati. Mimi ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ni mjasiriamali, nafanya biashara ndogo ndogo. Mimi ni mke, mimi ni mzazi. Kwa hiyo majukumu yote ya kitaifa nadhani yananihusu. Okay, ni nini haswa ambacho kilikushawishi mpaka ukaamua kuingia kwenye uwanda wa kisiasa? Itambulike kwamba wewe ni mtumishi wa masuala mazima ya kijamii, nikimaanisha daktari wa binadamu. Mimi naamini unapokipenda kitu ukitafutie sababu. Kama ushasikia kuna baadhi ya watu, hata wewe inawezekana ushamwambia mama au mchumba I love you unconditionally. Yaani ukipenda jambo haulitafuti sababu. Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine ipo siku ya sababu itaondoka. Lakini mimi kuingia kwenye uwanda wa siasa naweza nikasema ni wito. Ndio. Yaani siwezi nikakwambia kitu ambacho ni specifically kwamba hiki ndo kilinifanya niingie kwenye siasa. Ni wito tu, kwa sababu ni kitu ambacho nimekipenda toka mdogo. Sasa ukiwa mdogo unashughulika na masuala ya chipkizi wa Chama cha Mapinduzi, ni kwamba ni mtoto. Yaani uwezo ukasema ni kitu fulani kimenivutia. Unaona Wewe mpaka sasa una miaka mingapi kwenye masuala mazima ya kisiasa? Muda mrefu sana. Yaani siwezi nikasema nina muda gani. Ndio. Lakini nakumbuka nimeanza kujihusisha na masuala haya nikiwa darasa la 5 kama sikosei, kama sijasahau. Ambapo ulikuwa mwaka gani huo? Sasa darasa la 5 huko ni mwaka 2003. 2003. Yeah. Okay. Mheshimiwa daktari, kirefu cha CCM ni nini? Really? Chama cha Mapinduzi. Ndio kirefu chake. Yes. Okay. Tumeona sasa mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi na watu wengi sana wamekuwa na hamu na shauku ya kutia nia katika sehemu mbalimbali. Dr. Ashura, utagombea uchaguzi 2025? Bila shaka. Utagombea. Ni kipi ambacho kimekushawishi mpaka ukaamua kugombea uchaguzi 2025? Ari ninayo. Ndio. Nguvu ninayo. Uwezo ninao. Kwenye uwezo hapo kidogo tudadafue, kwa sababu kwenye uwezo huwa naweza nikasema kuna vitu kama viwili vya muhimu sana. Unatakiwa una rasilimali watu,
uwe na rasilimali fedha. Halafu pia unaambiwa ukiingia kwenye siasa una fedha. Halafu huna watu, unaambiwa utakufa maskini na utamlaumu kila mtu. Je, wewe kuhusiana na hili swala ambalo nimelidadafua hapa, umeshalifanyia utafiti tayari? Nilifanyia utafiti. Actually kila mtu anaingia kwa wakati wake na kila mtu anakutana na experience yake, na experience haifanani kati ya mtu na mtu, lakini ukiwa umelipenda jambo unasimamia ile misingi ya jambo hilo. Kwani dokta, una hamu ya kugombea urais? Uko mbali, lakini hata mbuyu ulianza kama mchicha. Una maana gani unaposema hivyo? Naposema hivyo ni kwamba uongozi ni dhamana. Uongozi ni dhamana, na haya masuala yote mimi huwa napenda kusema ni mipango ya Mungu. Leo naweza nikasema ndio na mpango wa kugombea kwa rais, lakini kumbe Mungu wala tu hajanipangia hata kwenye ubunge wala udiwani. Ana njia yake ambayo ameniandalia, lakini kama njia yangu ni hii, definitely why not? Kwa sababu urais unaweza ukagombea, lakini urais unaweza tu Mungu akakuchagua kama alivyomchagua mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ile ilikuwa ni sisi tunasema mipango ya Mungu. Ukiwa na imani unasema Mungu alimpangia, yani ilikuwa ni swala la muda. Kwa hiyo huwezi jua, labda na mimi miaka kadhaa ijayo nikapeperusha bendera kama rais. Hongera sana kwa ndoto nzuri daktari. Dr. Ashura, ni kitu gani ambacho wewe toka umeanza masuala yako ya kisiasa huwezi kukisahau na ulifanyiwa na mtu maarufu? Nakumbuka Mheshimiwa Mwigulu Nchemba alikuja kwenye mahafali yetu ya vijana CCM, walikuwa wanahitimu chuo, akanitunuku cheti. Yani katika nafasi hiyo tu. Labda katika harakati zako za kumtibu mtu, labda uliwahi kumpoteza au akafariki akiwa mikononi mwako, na ilikuwaje sasa katika hiyo situation? Kwa bahati mbaya sana au nzuri, Mwenyezi Mungu ndio anaponya, sisi tunatibu tu. Kwa hiyo na huyu mgonjwa akifika hospitalini hautamshika peke yako kwamba huyu ni daktari wako, atahudumiwa na watu wengi. Kwa hiyo inapotokea matokeo ya mgonjwa ni kupona, haujamponyesha peke yako. Na ikitokea mgonjwa ni maisha yake yameishia hapo kulingana na Mungu alivyomwandikia, atakuwa si kwamba ni wewe tu ndio ulimgusa mpaka akapoteza maisha yake. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba kuna mtu ambaye alinifia mkononi, haijai kutokea, lakini watu ambao ni miongoni mwa niliowahudumia mimi na wakapoteza maisha, ni namba fulani ambazo siwezi nikajua idadi yake. Okay, Dr. Ashura. Lakini pia niulize pia na wangapi walipona kupitia mikono yangu. Kwa hiyo okay, hongera sana Dr. Ashura. Kwa mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Na wewe umesema kwamba utatia nia, kwa sababu hatuwezi tukazungumza kwamba utagombea kwa sababu muda haujatangazwa, si ndio hivyo? Labda katika harakati zako hizi za kuhitaji kugombea sasa nafasi X, familia yako au mume wako, watoto wako wanakusapoti kwa asilimia ngapi? Asilimia zaidi ya 100. Yani ningeweza kusema 1,000,000. Nadhani ningeeleka kwa ukubwa. Kwa hakuna shaka katika hilo. Ikitokea sasa wewe jina lako halijapendekezwa na halmashauri kuu kurudi katika wilaya ambayo unahitaji kutia nia, au aidha jina lako likarudi ukapigwa na mpinzani wako au mshindani wako, hutohama Chama cha Mapinduzi? Asikubali kushindwa? Sijui. Yani mpaka unafika hapa ulishashindana mashindano mengi. Kuna ulioanguka, kuna lakini kila shindano unalolifanya ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo mimi nitajifunza, nitaendelea mbele. Wewe Dr. Ashura, ulishawahi kufanya jambo halafu ukagombana na mtu, kisha wewe kupitia nafasi yako ya udaktari ukamkomoa mtu? Hapana. Kuna viapo tunakula. Yani maadili yetu hayaruhusu kabisa hicho kitu. Kwanza hakuna daktari wa namna hiyo, hakuna. Na hata ukifanya hivyo haudumu kazini. Wema ulipwa kwa wema, ubaya ulipwa kwa wema. Ndio tumefundishwa hivyo. Kwa hiyo no, haiwezekani kabisa.
Dr. Ashura, kwani wewe ni mwizi? Ulishawahi kuiba chochote? Mwizi kivipi? No, hapana. Lakini utotoni si unajua vile unadokoa. Kwa hiyo utotoni kwa sababu unakuwa hujui unachokifanya hatuiti kuiba. Unadokoa. Kiela mama kaacha hapo mezani utapita nacho barafu, biskuti, lakini so mwizi pase kwamba una akili timamu unaiba. Hapana. Okay, labda kwenye harakati zako hizi za udaktari sasa uliwahi kuplani siku moja utakuja kuacha udaktari na uwe kiongozi fulani? Hakuna daktari anayeacha udaktari. Mpaka unakufa unaondoka duniani wewe ni daktari. Una maana gani ukisema hivyo? Kwa maana kwamba mimi kushiriki katika siasa nataka ni ufanye udaktari wangu kwa namna ya ukubwa kuliko ile ambayo inafanyika kwa kawaida. Okay, umesema kwamba utagombea uchaguzi 2025. Malengo yako makubwa haswa ni yapi? Malengo yangu makubwa ni kuleta suluhisho. Kuwa suluhisho la matatizo mengi yanayoikumba jamii. Unahisi kwamba aliyopo sio suluhisho? Hapana. Umeuliza malengo yangu mimi binafsi, ndio hayo. Kwa kila mtu ana malengo yake. Lakini mara zote wanaotutangulia kuna mema wanayafanya, mazuri mengi tu. Kwa jukumu letu ni kuyaendeleza. Lakini pamoja na kuyaendeleza haushindani kwa sababu yule aliyepo hafai, bali unashindana kwa sababu pia unataka kuonesha uwezo wako. Una kiu ya kuwa moja ya watu kwenye jamii ambao wanaleta mabadiliko. No, ulishawahi kutembelea kituo chochote kile cha wahitaji maalum, aidha watoto yatima, watu walemavu? Ni sehemu ya kazi yangu, lakini ni sehemu ya maisha yangu kutembelea vituo vya watoto yatima, watu wenye uhitaji. Naomba tu nisitaje kwa majina. Okay. Lakini kuhusu uliwahi, yes niliwahi so many times and nitaendelea kufanya hivyo kwa nafasi yoyote nitakayokuwa nayo kwenye jamii. Ni watoto wangapi nje na watoto wako unaoishi nao ambao uliwatoa mtaani, yani ukaamua tu kuishi nao kama kuwasaidia kama mama? Kusaidia watu, unajua sisi ni Waafrika. Lakini sisi ni Watanzania. Na nature yetu ya maisha kuna kitu kinaitwa scattered family system. Utaishi wewe leo umezaa mtoto wako lakini unasomesha mtoto wa ndugu yako, una mtoto wa mjomba wako. Kwa hiyo kuna namna nyingi ya kugusa maisha ya mtoto ambaye si wako kwa kuzaa, lakini si lazima uishi naye ndani. Kwa hiyo unaweza nikasema nimegusa maisha ya ndugu, jamaa, wengi tu, lakini si kwa maana ya kuishi nao ndani. Dr. Ashura, ushirikiano wako na wanajamii upoje? Mzuri. Yaani ni ushirikiano mzuri. Sasa ukiona unashiriki kwa matukio yote ya kijamii, ya furaha, ya majonzi, inakuwa vizuri. Ni kiongozi gani wa kitaifa, kwa sababu tumewapoteza viongozi wengi, ambaye alipotea nikiwa na maana alitangulia mbele za haki, ila wewe alikuumiza sana hapa Tanzania? Kila kiongozi mzuri kama ulivyosema kuna alama aliacha. Kwa kila aliyeongoza na akaacha alama, akiondoka unaumia kama binadamu. Lakini ukikumbuka ni ahadi, kila mtu ataondoka, unamshukuru Mungu, maisha yanaendelea. Kwa hiyo sina mmoja ambaye atasema huyu ndo aliniuma, kwa nini mwingine asikuume? Unaizungumziaje ile situation ambayo ilimkumba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuondokewa rais wake, nikiwa na maanisha bosi wake, baada ya kufariki sasa, na yeye akamwachia kijiti, na watu wengi hawakutegemea kama mwanamke angeweza kuiongoza nchi hii ya Tanzania? Majibu yako wazi. Na ni pigo kubwa tulipata kama taifa, lakini bado hatukurudi nyuma, tukuteteleka na sasa tuko pale. Yeah. Unajiona wapi baada ya miaka 5 sasa hapa? Najiona hapa. Hapa nilipo. Wilayani hapa. Lakini najiona kwa ukubwa ambao sina sasa hivi. Ni nafasi gani ambayo huwa unatamani CCM wakupatie na utaifanyia vizuri haswa? Hakuna nafasi inayopatiwa. Hamna mtu anakupatia nafasi. CCM wanaweza wakakupatia kwa sababu wale ni wenye chama, wanaweza wakaketi wakasema bwana Dr. Ashura tunaamua kumpa awe mwenezi wa taifa, awe katibu mkoa fulani.
Uongozi ni dhamana na kiongozi hachagui. Mwanajeshi hachagui uwanja wa kupigana vita. Umeelewa? Kwa hiyo kokote unakoitwa unafanya. Ni mradi ya uvunji sheria, kanuni na taratibu za taifa. Okay, una watoto wangapi Dokta? Kama 4 hivi. Ni mtoto yupi ambaye unataka aje kuwa na tabia kama za kwako? Wote. Wote. Mpaka sasa una watoto wa kiume? Wengi. Wengi. Yeah. Umesema na watoto 4. Tumekubaliana watoto sio yule uliomzaa tu. Ndiyo. Ni jambo gani ambalo amewahi kukufanyia mme wako na ukasema kweli mme wangu kwa leo amenisupport? Hana idadi. Yapo mengi. Okay. Ni wakati wetu. Unaionaje sasa miradi ambayo anaifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na ile ambayo aliachiwa na mtangulizi wake? Imeendelea yote. Ndio maana nimekuambia wewe kama kijana wa Tanzania ni jukumu lako kushuhudia, kufuatilia, kusoma, kuelewa taifa lako liko wapi, lilitoka wapi, linaenda wapi. Basi tunaomba basi Madamu Ashura umwambie neno lako kidogo mme wako anapokutazama sasa katika harakati zako hizi za kisiasa. Mwambie neno basi ili akikutazama leo na yeye ajisikie furaha, ajue kweli mme wangu mke wangu aga ananizungumzia. Tumeshamaliza interview. Mwambie nampenda tu yani sana. Ndio. Hakuna kama yeye chini ya jua hili.